Mwasham sana Baba Askofu Mkuu Juta Deus Ruwaichi, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, Askofu Mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Mwasham Baba Askofu Henry Mchamungu, Askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Mheshimiwa sana Baba Chancellor, wakuu wa idara mbalimbali katika Jimbo Kuu la Dar es Salaam, madekano mliopo, maparoko na mapadri wote, watawa, makatekista, waamini wote. Jubilei 2025. Maujaji wa matumaini. Neno linaloongoza kwangu leo hii ni shukrani. Kwanza kabisa namshukuru sana Mwasham sana Baba Askofu Mkuu kusafiri nami katika wakati huu nikiwa na pacha wangu. Kama mlivyosikia akiongea, na mnaweza mkatambua sasa kwamba nani hapa ni Kurwa na nani ni Doto. Yule aliyeona jua mapema ndio Kurwa, na amewaambia kabisa kwamba yeye hakujua, lakini yeye alitambua nani atakuwa pacha wake. Kwa hiyo namshukuru sana kwa kusafiri pamoja katika safari hii ya takribani miaka 4 hapa Dar es Salaam. Mwasham Baba Askofu Mkuu, umenilea katika utume, na mara nyingi ulitumia neno ninafanya hivyo ili mtu anapopewa jimbo asiwe kamangamanga. Kwa hiyo nadhani sitamangamanga Baba. Umenilea vya kutosha pamoja na pacha wangu. Kwa hiyo nitajitahidi sana nisije nikamangamanga nikakuaibisha kwa kazi kubwa ulioifanya. Lakini vile vile sikuwa mgeni hapa Dar es Salaam. Nimefanya utume sana hapa. Karibu katika upadri wangu nimekuwa hapa Dar es Salaam. Na aliyenipokea wa kwanza hapa Dar es Salaam alikuwa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, kwa kuniteua kuwa paroko wa kwanza wa parokia ya Mtakatifu Agustino Temboni. Nimeenda huku na huku tena nikarudi tena, amenipokea. Nimeenda tena nikarudi, kanipokea. Mwisho nikanyakuliwa nakaa na Mwasham Baba Askofu Mkuu. Kwa hiyo nakushukuru Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kunipokea, na vile vile kwa ushauri mbalimbali. Na naweza nikasema nimejifunza mengi. Hata wale ambao wamesema katika harambee na nini, alitumia neno lake moja, kwa sababu Temboni hakukuwa na nyumba ya mapadre. Kwa hiyo nilikuwa nakaa kwenye nyumba ya shirika pale Mavurunza, alafu naenda kuhudumia. Alikuwa kila mara nikikutana naye anasema, usiridhike kukaa kwenye nyumba kubwa, hiyo sio ya kwako, ujenge sasa ya kwako kule Temboni. Na kweli ilikuwa inanisaidia sana namna ya kutafuta pesa kujenga nyumba kule Temboni. Na mwisho wakati nilijenga, lakini bahati mbaya sikuweza kukaa katika nyumba hiyo, nikahama. Nakushukuru sana Baba, na tunaendelea kukuombea katika utume huu. Na vile vile nachukua nafasi kukushukuru vile vile, tukiwa watatu tukiangalia kazi kubwa katika Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Mpaka tulikuwa tunamshangaa Mwasham Baba Askofu Mkuu, uliwezaje peke yako? Tulikuwa tunamwambia, peke yako ulikuwa unawezaje? Tuko watatu tunashindwa. Na mpaka tunamshika Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo na tusaidia. Kwa hiyo tunakushukuru kwa kutusaidia tukiwa watatu, ukasaidia kubeba mzigo, tukafanikiwa utume wetu hapa Dar es Salaam. Lakini vile vile kwa namna pekee nakushukuru kwa kuipenda Bagamoyo. Umeipenda Bagamoyo. Umeweka alama kule katika parokia teule ya Makurunge. Kila mara nilikuwa nasema Makurunge, nasema naenda Makurunge, narudi tena nimetoka Makurunge. Mpaka leo hii unaenda kwa Baba. Basi tunakushukuru kwa moyo huo wa upendo wa jimbo hilo la Bagamoyo. Tunakukaribisha huko, karibu sana. Kwa namna ya pekee namshukuru pacha wangu huyu
na kweli tumesafiri vizuri. Hata mwasham sana baba askofu mkuu ni shahidi namna tulivyoweza kuishi pamoja, tulivyofanya utume wetu na tulivyoshirikishana katika mambo yote tuliyotenda hapa Dar es Salaam. Pacha, nakushukuru sana, kama ulivyosema upacha huu ni upacha mpaka pale tutakapo kuwa sasa tuko kwenye majeneza, labda sasa ndio itatutenganisha upacha huu. Kwa mpaka hapo ndio utasema pacha, kwa heri. Kama nikiwa kwenye jeneza, kama na uwezo naweza nikawa nasikia unasema kwa heri bwana. Nakushukuru sana baba Pacha kwa kazi kubwa hiyo tulioifanya pamoja, na natumaini utaendelea kufanya kazi na mimi hata kama ukiwa mbali. Nitakuita hata usiku wa manane. Hapa vipi bwana? Kanuni leo inasemaje hapa? Kwa hiyo sije kashangaa. Kwa hiyo tuendelee kushirikishana. Kwa namna pekee vile vile nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa sana Baba Chancellor kwa kazi kubwa anayoifanya na kwa ushirikiano mkubwa aliyoonyesha nikiwa hapa na tukiwa sisi sote na katika mikutano yetu na katika yote tuliyofanya. Baba Chancellor, nakushukuru sana kwa kazi hiyo kubwa. Na washukuru wakuu wa idara. Sasa kuna idara nilizozihudumia, lakini pamoja na hayo kuna idara ambazo sikuhudumia, lakini wote tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Na washukuru sana. Nashukuru makatekisa kwa idara yangu hiyo ya katekesi, na vyombo vya habari vile vile, mawasiliano, familia, elimu na idara zingine zote zile tulizofanya kazi pamoja. Basi naomba muendelee kuwa na ushirikiano huu. Na washukuru sana UMAWADA, kwa sababu siku ile nilipoteuliwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam nilikuwa mwana UMAWADA. Na washukuru kunikupokea. Nilikuwa mtawa. Si rahisi, mnajua. Unatoka utawani unaingia huko, lakini mlinipokea kwa moyo wote, kwa upendo mkubwa. Na nimefurahi kusikia kwamba mmejifunza kitu kwangu. Mungu awabariki sana. Na washukuru sana mapadre wote jimbo kuu la Dar es Salaam pamoja na watawa kwa ushirikiano mkubwa mlioonyesha nilipokuwa hapa. Na nawaombea muendelee kuwa na moyo huo katika kulijenga jimbo kuu la Dar es Salaam. Jimbo kuu la Dar es Salaam ndilo lina tabia hiyo ambayo ni nzuri sana, tabia ya umoja huo, kwamba hakuna anayesema mimi ni mtawa unakaa tu huko unajitenga. Ni jimbo ambalo watawa wanajitambua kwamba ni sehemu ya kanisa, na kwa sababu hiyo wanajua kabisa na vitu wajibike kulijenga kanisa. Kwa hiyo ni mfano mzuri ambao na sisi tunaotoka huku tunapoenda kule Bagamoyo, basi tuonyeshe hiyo sifa muhimu sana, umoja, bila kujali kwamba mimi ni mtawa, mimi ni wajimbo, si nini. Hapana, kwamba sisi sote ni Wakristo wa Katoliki, tuko katika kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na tulijenge kanisa letu katika imani hiyo. Kwa mapadri tunaoelekea Bagamoyo, ninashukuru sana, ninapowaona napata faraja, kwa sababu tunafanana. Na kwa sababu hiyo tunafanana, tuende kwa ufanano huo katika jimbo hilo tunaloliendea. Sisi sote tumelelewa na baba mmoja. Sisi sote tuna hiyo tabia hiyo ya baba. Na kwa sababu hiyo tuikumbatie hiyo tabia hiyo, tushirikiane pamoja na tuwe chachu na mwanga kwa wengine wote, na tuendelee kuleana hivyo, na hata tunapokutana na wengine tuwalee katika njia hiyo kulitegemeza kanisa. Kwa hiyo tuende katika moyo huo, na hata mkiniona na mimi naenda kwenda si namna gani, kwa upendo mkubwa kabisa sasa, baba, sasa tunakoelekea tutaweza kuliangusha jimbo letu la Bagamoyo. Na kama mwasham sana baba askofu mkuu alivyosema, ni lango la imani. Kama lango la imani, basi sisi ni wa kwanza kuishi imani hiyo, ili wale watakao kuja pale
wasije wakaiacha imani pale wakaondoka wana imani, ila watajirike katika imani kwa kutuona tunavyoishi kwa ushirikiano na upendo. Basi tuombeane ndugu zangu tunaoenda Bagamoyo, tupendane kabisa, kwa sababu sisi wa kwanza kufahamiana, ili tunapoenda kule tunakutana na wenzetu ambao inabidi tufahamiane, waweze kutuona tunavyoishi na wajifunze huo mfano mzuri wa maisha yetu ya ushirikiano na upendo tunaoonyesha. Na Mungu aendelee kutubariki kulijenga jimbo la Bagamoyo. Na waumini wote wa Dar es Salaam na washukuru sana, mlinipokea kwenye maparokia huko, na hata mliposema kwenye harambee tulishirikiana vizuri na maparoko wenu. Hasa kuna wakati mwingine hata paroka siponiambia, mimi mwenyewe naona hii parokia ina mahitaji haya. Kuna wengine ni washika kwa ajili ya feni, kuna wengine wameshika kwa ajili ya labda kitabu cha Injili hakipo, kuna wengine wameshika kwa vitu mbalimbali. Kwa hiyo nawashukuru kunipokea na kushirikiana nami katika kujenga jimbo letu kuu la Dar es Salaam. Asanteni sana. Shukrani kubwa sana kwa zawadi zenu, na wawakilishi walioongea hapa, sifa nyingi sana. Mpaka wakati mwingine nilikuwa najigusa, wakati fulani nilikuwa nafuata nasema hivi ni msemo ule wanasema sifa za marehemu, nisie nikashangaa niko kwenye jeneza, nijigusa nakuta kumbe niko mzima. Nashukuru kwa kupata sifa hizo kabla sijafa. Asante sana. Shukrani sana kwa zawadi mlizonipa. Mungu awabariki. Bagamoyo sio mbali, karibuni sana Bagamoyo. Na naiona Bagamoyo kama mtakuja, kwa sababu ni kituo cha hija. Hata wakati mwingine Mwasha Baba Askofu Mkuu na Mwasha Baba Askofu Mshamungu pacha wangu, mkiona kwamba mmeshindwa kabisa kwenda na makundi haya kuja kwa ajili ya misa, nipigie tu simu. Huko wanakuja Wawata, huko wanakuja Uwaka, tunaomba uongoze misa hapo. Nitakuwa tayari kwa ajili ya hiyo. Kama Mwasha Baba Askofu Mkuu alivyosema, sisi sote ni ndugu. Kwa Bagamoyo ni watoto wa Dar es Salaam, na watoto hawa wa Dar es Salaam hawakui kwa baba. Kwa hiyo tutakujia tu baba, hodi, tunakusalimia. Si katunyima wine, tukaribishe tu, tutakunywa hiyo wine. Na mimi ninakunywa juisi baba, kwa hiyo sina gharama. Kwa hiyo tutakuja tu baba, lakini sio kwa ajili ya kukuomba sana, lakini tukiishiwa tutakuja baba, usitukimbie. Niwatakie kila la heri na tuendelee kuombeana. Mungu aendelee kutubariki. Na mshukuru sana Nuncio, ametupa moyo sana. Naye alikuwa ni Barnaba wangu. Barnaba mwana wa kutia moyo, mwana wa faraja. Amenipa moyo sana. Kwa hiyo nadhani mtamtafsiria Padri Obispo akapeleke salamu zangu kwake. Nilikuwa na wasiwasi sasa, aliniambia simu bula hazijafika, itakuwaje? Lakini leo ametuma ujumbe, zimeshafika tayari. Asante sana, peleka ujumbe huo kwake, mwambie namshukuru sana katika haya. Asanteni sana, Mungu awabariki.